Kwa majina naitwa Suleiman Masare, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Nalakua. Mwenyekiti, hebu tueleze hii ni kitu gani kimetokea hapa kwenye mtaa wako? Nimepigiwa simu majira ya asubuhi na mkuu wa kituo cha Mabatini kwamba kuna sanduku liko limetelekezwa hapa. Nafikiri baada ya kupokea simu hiyo nilifika eneo la tukio na kweli nikashuhudia kwamba sanduku liko hapa. Sasa kwa sasa hivi nafikiri tunasubiria taratibu za polisi zifanyike ili tuweze kulifungua na kujua nini ambacho kilichopo huko ndani. Na ni kitu cha kawaida au ni kwa mara ya kwanza kunatokea tukio kama hili? Kwa tukio la sanduku kama hili kwa mtaa wangu hili ni la kwanza, si kawaida. Yeah. Na wananchi wa eneo hili wewe wamekueleza nini? Kila mtu anaongea la kwake, lakini madam viongozi tuko hapa, tumeshuhudia kilichopo hapa ambacho ni sanduku. Kwa hiyo tunafikiri tusubiri kwanza kufuata na jeshi la polisi, baada ya kulifungua turejee nini ambacho kilichopo ndani. Nafikiri bila kusema kwamba kwa wananchi hawa wote wanaongea la kwake kwa kweli. Mimi naitwa Bilali Yusufu Moka, afisa usafirishaji wa abiria. Hili box hapa nimepita mishale ya saa 2 asubuhi nimelikuta, na sasa hivi nimeenda posta, nimerudi na kuta tena bado liko. Lakini ninachojiuliza, tuko hapa na usalama wa polisi huko, wanashinda kuangalia hili box lina nini. Kwa kila mtu hapa anataruka kutaka kujua humu ndani kuna nini, ambapo hili swali kila mtu anashinda kulijibu humu ndani ya box kutakuwa kuna nini. Kwa hiyo sisi tunaomba, kwa sababu vyombo vya usalama vipo karibu hapo, tunaomba waje tusaidie tuangalie. Jina langu mimi naitwa Hiza Clement Boga. Mimi nilikuja asubuhi saa 12 hapa. Sisi ni wafanyakazi wa hapa Mwenge. Baada ya kuja kukuta kitu kama hiki tukataharuki. Mbona hatujai kuona vitu kama hivi? Leo hapa kuna nini? Alafu nyumbani kwetu hapa tukabaki wote tunastaajabu. Hatujui ni nini wala ni nani aliyeweka kitu kama hiki hapa. Basi ndio tukawa tunasubiria tuangalie serikali, uongozi uweze kufika na kuuliza na kubaini kwamba kitu hiki kaweka nani. Tulikuta boksi na wananchi wafanyabiashara hapa ambao wanaokesha hapa wanaendelea na biashara, lakini pia nao hawajui wala hawakumuona aliyeweka. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, jiji letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Vikao vya bunge hapa mjini Dodoma, ambapo waheshimiwa bunge pata fursa ya kuuliza maswali mbalimbali serikalini na kisha kupatiwa majibu. Nikiripoti kutoka bungeni Dodoma, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV. Kutoka hapa katika eneo hili la tukio, hapa katika kijiji cha Shauri Moyo, manispaa ya Tabora, mkoani Tabora, Apollo Benjamin, ITV. Ripoti kutoka katika eneo hili lililo katika manispaa ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera, naitwa Audax Mtiganzi wa ITV. Katika bajeti hii ya Wizara ya Ardhi pia msisitizo umetolewa kwa watendaji kuzingatia haki na misingi ya kazi zao katika kuwahudumia wananchi, kuepusha migogoro ya ardhi. Mimi ni Juliet Robert, ITV Bungeni Dodoma. ITV Super Brand Afrika Mashariki.